Ziara ya ghafla na isiyotangazwa mapema ya mkurugenzi wa shirika la ujasusi la Marekani CIA, John Ratcliffe mjini Moscow imeibua maswali makubwa kuhusu kinachoendelea nyuma ya pazia katika uhusiano kati ya Washington na Kremlin. Ratcliffe aliwasili Moscow Jumanne, Agosti 25 mwaka huu kwa ndege ya kijeshi ya Marekani aina ya C-17 Globemaster na kuondoka siku hiyo hiyo baada ya masaa kadhaa. Mwanzoni, Marekani na Urusi hawakutoa maelezo rasmi kuhusu safari hiyo. Hata hivyo, Kremlin sasa imethibitisha kwamba Ratcliffe alikutana na maafisa wa huduma za ujasusi za Urusi. Jambo muhimu zaidi ni kwamba Kremlin imesisitiza kwamba Ratcliffe hakukutana moja kwa moja na Rais Vladimir Putin. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amesema alikuwa na mawasiliano kati ya huduma za ujasusi huku Putin akipewa taarifa kuhusu yaliyokuwa yamejadiliwa. Hii si ziara ya kawaida ya kidiplomasia. Mkurugenzi wa CIA si afisa anayesafiri kwenda Moscow kwa mazungumzo ya kawaida ya kisiasa. CIA inahusika moja kwa moja na masuala nyeti zaidi ya usalama wa taifa, ikiwa ni pamoja na ujasusi, tathmini za kijeshi, vitisho vya kimataifa, operesheni za siri na mawasiliano ya nyuma ya pazia. Kwa hiyo, swali kubwa si tu kwa nini Ratcliffe alienda Moscow, bali ni kwa nini Marekani iliona ni muhimu kumtuma mkuu wa CIA mwenyewe katika kipindi hiki kigumu cha vita vya Urusi na Ukraine. Kwanza, hii inaweza kuwa njia ya Washington kuwasiliana na Kremlin bila kutumia diplomasia ya kawaida. Katika mahusiano yaliyofikia kiwango kikubwa cha kutokuaminiana, mawasiliano ya moja kwa moja kati ya vyombo vya ujasusi yanaweza kuwa muhimu kuliko mikutano ya wazi ya viongozi wa kisiasa. Mawakala wa ujasusi wa Marekani na Urusi wameendelea kuwa na mawasiliano hata katika vipindi vya migogoro mikubwa. Kremlin yenyewe imesema kwamba mawasiliano ya aina hii yanaweza kuendelea hata wakati uhusiano wa kisiasa unapokuwa katika hali ngumu na mbaya zaidi wakati huu. Hii ina maana kwamba ziara ya Ratcliffe haipaswi kutafsiriwa moja kwa moja kama mwanzo wa urafiki mpya kati ya Marekani na Urusi. Badala yake, inaweza kuwa ni mfereji wa siri wa kujadiliana mambo ambayo hayawezi kuwekwa hadharani. Katika mazingira ya vita vya Ukraine, Iran, mashambulizi ya masafa marefu na hatari ya mzozo mpana kati ya Urusi na nchi za NATO, mawasiliano kama haya yanaweza kusaidia kupunguza uwezekano wa makosa ya kimkakati. Pili, Ukraine ndiyo moja ya sababu kubwa zinazoweza kueleza ziara hii. Wakati Ratcliffe alipokuwa Moscow, vita vya Ukraine vilikuwa bado vinaendelea huku mazungumzo ya amani yakikwama. Marekani imekuwa ikijaribu kusukuma mchakato wa kisiasa kati ya Moscow na Kiev, lakini pande hizo bado ziko mbali kabisa kuhusu masuala muhimu, hasa eneo linalodhibitiwa na Urusi na masharti ya kusitisha vita. Kilichovutia zaidi ni taarifa kwamba Ukraine iliambiwa mapema kuwa ujumbe wa ngazi ya juu wa Marekani ungekuwa unasafiri kwenda Moscow na ikuomba kusimamisha mashambulizi wakati ujumbe huo ukiwa nchini Urusi. Taarifa hii inatoa picha moja muhimu. Inaonyesha picha kwamba Washington haikuwa ikichukulia safari hiyo kama ziara ya kawaida. Marekani ilihitaji mazingira ambayo mawasiliano haya yangeweza kufanyika bila hofu ya mashambulizi ya ghafla wakati maafisa wake wakiwa Moscow. Lakini hilo halimaanishi kwamba Marekani ilikuwa imekubali sera ya Urusi au kwamba Washington imegeuka dhidi ya Ukraine. Kinyume chake, kinaweza kuwa jaribio la Washington kutafuta kama kuna nafasi yoyote ya kuvunja mkwamo wa kidiplomasia. Ziara ya mkuu wa ujasusi wa CIA wa Marekani kwenda Moscow bila kukutana na Putin inaweza kuonekana kama jambo dogo, lakini katika diplomasia ya kijasusi inaweza kuwa na maana kubwa. Mkurugenzi wa CIA anaweza kuwasiliana na maafisa wa juu wa ujasusi bila kufanya mkutano wa kisiasa wa moja kwa moja na rais. Kwa upande mmoja, hii inaweza kuruhusu mazungumzo kuwa ya kiusalama zaidi kuliko ya kisiasa. Na kwa upande mwingine, kutokukutana na Putin pia kunaweza kumaanisha kwamba Marekani haikutaka ziara hiyo ionekane kama mkutano rasmi wa kisiasa kati ya Trump na Putin. Kremlin imesema Putin aliarifiwa kuhusu mazungumzo hayo, lakini haikusema ni maafisa gani hasa Ratcliffe alikutana nao wala ni mambo gani yaliyojadiliwa. Kwa hiyo, kutokutana na Putin hakumaanishi kwamba Putin hakuwa sehemu ya mchakato huo. Kama mkuu wa CIA alifanya mazungumzo ya kiwango cha juu na huduma za ujasusi za Urusi, ni jambo la kawaida kwa taarifa muhimu kutoka kwenye mazungumzo hayo kufikishwa kwa uongozi wa Kremlin. Uhusiano kati ya Moscow na Tehran umeendelea kuwa wa karibu, hasa katika masuala ya kijeshi na kiusalama. Wakati huo huo, Marekani imeongeza shinikizo dhidi ya Iran na imekuwa na wasiwasi mkubwa kuhusu namna Urusi inavyoweza kusaidia uwezo wa kijeshi na kiintelijensia wa Tehran. Washington pia imekuwa ikitazama kwa karibu ushirikiano wa kijeshi na kiintelijensia
kati ya Urusi na Tehran. Kwa hiyo Ratcliffe anaweza kuwa alikuwa na jambo la moja kwa moja la kuzungumza na Moscow kuhusu Iran. Lakini hapa ni muhimu kutofanya hitimisho la haraka. Hakuna udhibitisho wa wazi uliotolewa na Marekani au Urusi kwamba Iran ndio ilikuwa mada kuu ya mkutano huo. Wataalamu walionukuliwa wametaja Iran pamoja na Ukraine kama mada zinazowezekana, lakini wamezitaja kama uwezekano, si ukweli uliothibitishwa. Ziara hii inafanana kwa kiasi fulani na safari ya William Burns ya mwaka 2021. Historia inaifanya ziara ya Ratcliffe kuwa muhimu zaidi. Mwaka 2021, aliyekuwa mkurugenzi wa CIA William Burns alisafiri kwenda Moscow na kukutana na Vladimir Putin na maafisa wengine wa Urusi. Wakati huo, Burns alikuwa akitoa onyo kali kuhusu uwezekano wa Urusi kuivamia Ukraine. Miezi michache baadaye, Urusi ilianzisha uvamizi wake mkubwa nchini Ukraine. Hii ndiyo sababu wataalamu wa usalama wamekuwa wakilipa uzito mkubwa ziara ya Ratcliffe, na tofauti kubwa ni kwamba mwaka 2021 Marekani ilikuwa ikijaribu kuzuia uvamizi uliokuwa ukikaribia. Mwaka huu 2026 vita tayari vimekuwa vikidumu kwa miaka kadhaa. Kwa hiyo, ikiwa kuna ulinganisho, safari ya sasa inaweza kuwa inahusu zaidi namna ya kudhibiti au kumaliza mgogoro uliopo badala ya kuzuia uvamizi ambao bado haujatokea. Kuna sababu nyingine ambayo mara nyingi haionekani kwenye vichwa vya habari: Wamarekani wanaoshikiliwa nchini Urusi. CIA imewahi kushiriki katika juhudi za kuhakikisha kubadilishana au kuachiliwa kwa wafungwa kati ya Marekani na Urusi. Kwa hiyo, mazungumzo ya Ratcliffe yanaweza pia kuwa yamehusisha masuala ya watu waliowekwa kizuizini, kubadilishana wafungwa au njia ya kuendeleza mawasiliano kati ya nchi hizo mbili. Hata hivyo, kama ilivyo kwa Iran na Ukraine, hakuna udhibitisho rasmi kwamba swala hilo lilikuwa kwenye ajenda ya Moscow. Ripoti zimetaja uwezekano huo kutokana na historia ya CIA katika mazungumzo ya kubadilishana wafungwa na nchi ya Urusi. Katika vita vya muda mrefu, taarifa za ujasusi zina umuhimu mkubwa. Washington inahitaji kujua mambo kama: je, Kremlin iko tayari kweli kwa makubaliano ya kusitisha vita? Je, Putin yuko tayari kufanya maridhiano kuhusu Ukraine? Je, Urusi ina mpango wa kuongeza mashambulizi? Je, Moscow iko tayari kuongeza shinikizo kwa NATO? Na je, kuna mstari ambao Urusi haitaki Marekani ivuke? Maswali kama haya hayawezi kujibiwa kikamilifu kupitia taarifa za hadhara. Ndiyo maana mawasiliano ya moja kwa moja kati ya maafisa wa ujasusi yanaweza kuwa muhimu zaidi. Ratcliffe anaweza kuwa amekwenda Moscow si kwa ajili ya kusaini makubaliano, bali kupima msimamo wa Moscow na kutuma ujumbe wa moja kwa moja kutoka Washington. Kremlin imetoa taarifa ndogo sana kuhusu mazungumzo hayo. Peskov amethibitisha mawasiliano, lakini amekataa kueleza mada zilizojadiliwa. Pia amesema ni mapema kuamua kama ziara hiyo itakuwa na athari kubwa katika kurejesha uhusiano wa Marekani na Urusi. Hii inaweza kuwa kwa sababu rahisi. Katika mawasiliano ya kijasusi, usiri ndio sehemu kubwa ya mafanikio. Kama Moscow ingefichua mada zote, inaweza kuharibu mazungumzo au kutoa taarifa kwa wapinzani wake. Kwa hiyo, ukimya wa Kremlin haupaswi kutafsiriwa moja kwa moja kuwa hakuna kilichotokea. Wakati mwingine, ukimya ndio sehemu muhimu zaidi ya ujumbe. Je, hii ni dalili ya Trump na Putin kuanza ukurasa mpya? Hapa tunapaswa kuwa waangalifu. Ziara ya Ratcliffe ni ishara kwamba mawasiliano kati ya Marekani na Urusi bado yapo, lakini si ushahidi kwamba Marekani na Urusi wamefikia makubaliano mapya. Mazungumzo ya kisiasa yaliyofanyika baada ya Trump na Putin kukutana Alaska yamekuwa na mafanikio machache katika kuleta mwisho wa vita vya Ukraine. Reuters na vyombo vingine vimeripoti kwamba Kremlin inaona mawasiliano ya kiintelijensia kama jambo chanya, lakini bado hakuna ushahidi wa makubaliano makubwa yaliyotokana na ziara hii. Kwa hiyo, ni mapema kusema kwamba Ratcliffe alikwenda Moscow kuleta amani. Inawezekana zaidi kwamba alikuwa sehemu ya mchakato mpana wa mawasiliano ya siri unaolenga kutafuta nafasi ya maelewano, kudhibiti hatari na kuelewa mipango ya upande mwingine. Swali lingine ni hili: je, ziara hii inaweza kubadilisha vita vya Ukraine? Kwa muda mfupi, hakuna ushahidi kwamba imebadilisha hali ya uwanja wa kivita. Ukraine na Urusi bado zinaendelea kushambuliana maeneo ya upande mwingine kwa ndege zisizo na rubani na makombora, huku mazungumzo ya amani yakiwa yamekwama. Lakini kwa muda mrefu, mawasiliano kama haya yanaweza kuwa muhimu. Vita vikubwa mara nyingi havimaliziki kwa tukio moja. Huenda vikahitaji mfululizo wa mawasiliano ya siri, makubaliano madogo, kubadilishana wafungwa, kuweka njia za kuzuia makosa ya kijeshi na hatimaye mazungumzo ya kisiasa. Kwa maana hiyo,
ziara ya Ratcliffe inaweza kuwa sehemu ya kujenga mazingira ya mazungumzo, lakini bado hatujui kama Moscow iko tayari kufanya makubaliano makubwa. Ziara ya John Ratcliffe Moscow ni tukio lisilo la kawaida kwa sababu limefanyika kwa usiri katika kipindi ambacho uhusiano wa Marekani na Urusi bado ni mgumu na vita vya Ukraine vikiendelea. Kremlin imethibitisha kwamba mkuu wa CIA alizungumza na huduma za ujasusi za Urusi, lakini hakukutana na Putin moja kwa moja. Putin aliarifiwa tu kuhusu mazungumzo hayo, lakini aliyomo bado hayajulikana. Hivyo, kwa sasa kuna mambo matatu muhimu tunayoweza kusema kwa uhakika. Moja, Marekani na Urusi bado zina njia za mawasiliano za kiwango cha juu licha ya uhasama wao. Pili, Washington inaona ni muhimu kuzungumza moja kwa moja na Moscow wakati mchakato wa amani ya Ukraine ukiwa umekwama. Na tatu, mada halisi ya mazungumzo ndio sehemu muhimu zaidi ambayo bado hayajafichuliwa. Kwa hiyo, si sahihi kusema tayari kwamba Marekani na Urusi zimefikia makubaliano ya siri kuhusu Ukraine, wala si sahihi kusema kwamba ziara hiyo haikuwa na umuhimu mkubwa. Kinachoweza kusema kwa uhakika ni kwamba wakati mwingine katika siasa za kimataifa, mkutano muhimu zaidi ni ule ambao hakuna anayeeleza kilichozungumzwa, na safari ya Ratcliffe kwenda Moscow inaweza kuwa mojawapo ya mikutano hiyo.